Ni saa 12 Afrika kati sawa na saa 1 kamili Afrika Mashariki. Hujambo, leo ni Ijumaa Novemba 28, 2025. Na ukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkia. Katika Amka na BBC asubuhi hii kumesambaa video inaonyesha maafisa wa usalama wa Israeli wakipiga risasi na kuwaua Wapalestina wawili licha ya watu hao kujisalimisha huko Jenin, Palestina. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ana matumaini kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Washington kati yake na Rais Felix Tshisekedi wa DRC yataleta matokeo yanayoonekana. Na katika gumzo tunaangazia ziara ya kwanza nje ya Vatican kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo, na kwa nini amechagua kuanzia Uturuki licha ya kuwa na idadi ndogo ya Wakristo. Ni nchi ambayo inabeba historia kubwa sana ya Ukristo duniani, kwa sababu hata Papa mwenyewe anakwenda kuadhimisha miaka 1700 ya baraza la kanisa la awali. Na msikilizaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Halima Nyanza. Halima, karibu. Asante David na habari msikilizaji. Kumesambaa video inaonyesha wanajeshi wa Israeli wakiwaua Palestina wawili hata baada ya kujisalimisha katika eneo la Jenin linalokaliwa kimabavu kwenye ukingo wa Magharibi. Picha hiyo inaonyesha wanaume hao wakitoka katika jengo huku wakiwa wameonyesha mikono juu kama ishara ya kujisalimisha, wakiwa wamezungukwa na wanajeshi. Picha hiyo pia inaonyesha watu hao wakirudi ndani ya jengo na baadaye kupigwa risasi hadi kufa. Israeli imewaelezea watu hao kama magaidi, huku mamlaka ya Palestina ikiyaita mauaji hayo kama uhalifu wa kivita. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kifo cha mmoja wa wanajeshi wake kutoka katika kikosi cha taifa cha ulinzi ambaye alipigwa risasi mjini Washington siku ya Jumatano. Aidha amesema mwanajeshi mwingine Andrew Wolfe yuko katika hali mbaya. Marekani imesema itakagua upya vibali vya ukazi wa kudumu vya Waafghani walio nchini humo pamoja na wa kutoka nchi nyingine 18 kufuatia tukio hilo la ufyatuaji risasi lililofanywa na raia wa Afghanistan Rahmanullah Lakanwal ambaye aliwahi kufanya kazi na shirika la ujasusi la CIA wakati akiwa nchini mwake. Rais Trump amemwelezea mwanajeshi huyo aliyekufa Sarah Beckstrom mwenye umri wa miaka 20 kuwa amepoteza maisha akiwa kijana mdogo. Sarah Beckstrom kutoka West Virginia, kijana aliyepewa heshima kubwa, mwenye umahiri katika kila hali, amefariki dunia muda mfupi uliopita. Rais aliyeondolewa madarakani wa Guinea Bissau amewasili nchini Senegal baada ya kuachiliwa huru baada ya mazungumzo na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Umaro Sissoco Embalo pamoja na maafisa wengine waandamizi waliondolewa madarakani katika mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea siku ya Jumatano, ikiwa ni siku moja tu kabla kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo mwishoni mwa juma. Mkuu wa majeshi wa nchi hiyo ameapishwa tayari kwa kile jeshi walichokieleza kama utawala wa mpito. Na Rais Vladimir Putin wa Urusi amesema hakuna maana ya kusaini makubaliano ya amani na uongozi wa sasa wa Ukraine ambao ameuelezea kuwa sio halali. Amesema mapendekezo mapya yaliyofikiwa ya mpango wa amani yanayoungwa mkono na Marekani yanaweza kuwa msingi wa makubaliano ya baadaye ya kumaliza vita. Hata hivyo, Rais Putin amesisitiza juu ya madai yake ya msingi ambayo yanajumuisha Ukraine kukabidhi baadhi ya maeneo ambayo Urusi hayajakamata bado. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio ya shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize kupitia Classic FM, Kenya ni Pamoja FM, nchini Uganda ya Tegea Sikio kupitia Voice of Muhabura, na ukiwa DRC ni Radio Muungano Beni. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook kwa BBC Swahili. Unaandika maoni yako pale msikilizaji, kisha tukipata nafasi tunaweza kuyasoma moja kwa moja. Asubuhi leo upo nami David Nkia, karibia. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari za ulimwengu, kumesambaa kwa video inaonyesha maafisa wa usalama wa Israel wakipiga risasi na kuwaua Palestina wawili licha ya watu hao kujisalimisha huko Jenin katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Picha hiyo mjongeo inaonyesha wanaume hao wakitoka ndani ya jengo wakiwa wameinua mikono yao juu chini ya ulinzi wa wanajeshi wa mpakani. Phyllis Mote na maelezo zaidi.
Mamlaka ya Palestina imetuhumu vikosi vya Israel kwa kutenda kile ilichokiita uhalifu wa kivita na ikataja mauaji hayo kama ya kikatili. Jeshi la Israel na polisi wanasema wanaume hao walikuwa wanatafutwa na walihusishwa na mtandao wa kigaidi na kwamba tukio hilo linachunguzwa. Waziri wa usalama wa taifa nchini Israel, Itamar Ben-Gvir, ameonyesha uungaji mkono wake kamili kwa maafisa waliohusika, akiongeza kuwa magaidi lazima wafe. Video hiyo inaonyesha wanaume wawili wa Palestina wakitoka ndani ya jengo wakiwa wameinua mikono yao. Wamezungukwa na walinzi kadhaa wa mpaka wa Israel, kisha wanapiga magoti chini. Mmoja wao anainua fulana yake kana kwamba kuonyesha kuwa hana silaha. Baada ya muda mfupi wanarudi ndani ya jengo na hapo ndipo polisi wa mpaka wanawafyatulia risasi na kuwaua. Taarifa ya pamoja kutoka IDF na polisi inasema kuwa vikosi hivyo vilikuwa vikijaribu kuwakamata watu waliotafutwa kwa kutekeleza shughuli za kigaidi, ikiwemo kutupa vilipuzi na kuwafyatulia risasi maafisa wa usalama. Hayo yakijiri, kijana wa uraia wa Kipalestina Marekani ambaye amezuiwa kwa miezi 9 katika kizuizi cha Israel bila mashtaka ameachiliwa huru. Mohamed Ibrahim alikuwa na miaka 15 alipokamatwa Februari katika eneo la Ukingo wa Magharibi ambako alikuwa likizoni akitokea Florida kwa madai ya kutupa mawe kwa walowezi wa Kiyahudi, madai ambayo alikuwa anayakana. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema imekaribisha habari hizo za kuachiliwa kwa Mohamed. Ni Phyllis Mote. Kwingineko, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema na matumaini kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Washington kati yake na Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yataleta matokeo yanayoonekana. Hata hivyo, katika mahojiano na wanahabari mjini Kigali, ameelezea wasiwasi wake kuhusu nia ya viongozi wa DRC, akisema kwa siku za nyuma wamekuwa na msimamo unaobadilika kuhusu walichokubaliana. Ifuatayo ni taarifa mwanahabari wa BBC Ivy Buchana kutoka Kigali. Katika mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kigali, Rais Paul Kagame amesisitiza kuhusu masuala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uhusiano mbaya kati ya Rwanda na nchi hiyo. Rais Kagame amethibitisha kukutana kwa mazungumzo na mwenzie Felix Tshisekedi mjini Washington, Marekani, na kubainisha matumaini yake. The fact that there is even a possibility of meeting in Washington. Hata kukubaliana kukutana mjini Washington ni hatua na bidii kubwa. Hatukufanya mambo haya hapo kabla. Sasa nafikiri hii ni hatua muhimu inayoelekea pazuri na yenye matumaini kwamba tunakaribia amani ya kudumu, jambo ambalo lazima tuendelee kuliunga mkono. Hata hivyo, kama alivyokuwa akizungumza katika mikutano mbalimbali hapo nyuma, Rais Kagame kwa mara nyingine tena ametilia shaka alichokitaja kuwa nia ya Kongo, akisema viongozi wa nchi hiyo wanakubali jambo moja leo na kufanya kinyume chake kesho. Katika mazungumzo hayo na wanahabari, Rais Kagame ameulizwa kuhusu kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma kama ilivyopendekezwa na rais wa Ufaransa kama njia ya kupeleka misaada ya kibinadamu mashariki mwa Kongo. Hili ndilo lilokuwa jibu lake. You come and I'm the one controlling Goma and you come say I want to use Goma. I say fine, but there's a condition. Ningekuwa mimi ninaidhibiti Goma, ukaja kuniomba kutumia Goma, naweza kukubali, lakini kwa masharti. Kwanza nitakuambia kwamba sasa Goma ipo katika mzozo kati yangu na serikali na sasa iko mikononi mwangu. Kwa hiyo siwezi kukupa Goma kabla haujatatua matatizo yangu. Nisisikike kama msemaji wa hawa watu. Nawaza tu ningekuwa wao, yeyote anayetaka Goma, Kavumu au Bukavu au kurudisha eneo zima la mashariki ya Kongo, nitakwambia kwamba hilo linawezekana ikiwa utapatia ufumbuzi matatizo yangu. Akizungumzia kundi la waasi la FDLR linaloendesha harakati zake mashariki mwa Kongo dhidi ya serikali ya Rwanda, Rais Kagame kwa mara nyingine alimnyoshea kidole mwenzie wa Kongo kuwaunga mkono waasi hao. Kuhusu idadi ya wapiganaji wa kundi hilo, Rais Kagame alisema kuwa ni wengi. Akaongeza kwamba jambo la msingi si idadi yao, bali ni kujua ni watu wa aina gani na matatizo wanayosababishia ukanda. Ni taarifa yake Buchana.
Mahakama nchini Kenya imetupilia mbali sheria iliyokuwa inawazuia wakulima kuuza na kugawiana mbegu ambazo hazijasajiliwa rasmi. Kundi la wakulima wadogo 15 linaloungwa mkono na makundi ya kutetea haki za binadamu liliwasilisha kesi ya kupinga sheria hiyo. Kundi hilo lilisema kwamba sheria hiyo inanufaisha makampuni kubwa na kuathiri uwepo wa vyakula vya kiasili. Kwa upande wa serikali inasema vizuizi katika sheria hiyo ni muhimu katika kudumisha ubora na uzalishaji. Sasa uamuzi huu unamaanisha nini? Mwenzangu Ron Cliff Odit amezungumza na Wambugu wa Njohi, wakili wa wakulima walikuwa wamepeleka kesi hiyo mahakamani. Uamuzi huu wa mahakama ni uamuzi ambao utakuwa na impact ambayo itakuwa kubwa sana katika agriculture, ukuzi wa mimea katika Afrika na katika Kenya. Na huu ni ushindi mkubwa sana. Kuna vipengele ambazo zilikuwa na shida kubwa sana, especially kwa wakulima. Hivi vipengele viko katika sheria ambayo inaitwa Seed and Plant Varieties Act ya mwaka wa 2012 na SPVA, Seed and Plant Varieties Regulations za 2016. Katika hivi vipengele vya hizi sheria mbili ilikuwa ni wakulima walikuwa wanapata adhabu kubwa kwa kuwa na mbegu, kupatiana mbegu kwa watu wengine, ama kuziuza ama kuzisave kwa the next harvest season. Kwa hivyo inakuwa hatia kukuwa na hizo mbegu, kuziuza na atapatia majirani. Baada ya uamuzi huu wa kihistoria ambao umetolewa katika mahakama, wakulima wana sababu ya kushangilia, lakini nini ambacho lazima kifanywe katika siku za usoni ili kuhakikisha kwamba wale wakulima wadogo katika mataifa yetu wanakuwa na nguvu zaidi katika kuendeleza kilimo chao ili kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula? Naam, hili ni jambo ambalo itabidi sisi washikadau wote, wakulima, wanaharakati, mawakili, kila mtu tushikane, kwa sababu impact ya hii judgment ambayo imetolewa na koti leo, na lazima tuelimishe Kenya, tuelimishe wakulima kuhusu ile judgment ambayo imetolewa leo, kwa sababu ni judgment ambayo ita affect individually kama wakulima na pia Wakenya. Kumbuke Wakenya tunategemea sana ukulima. Agriculture huwa contribute portion kubwa sana ya economy ya Kenya. Kwa hivyo lazima tushikane sote, washikadau wote, journalists, wanahabari, kulima, ili tuambie watu nini kimetendeka na impact ambayo itakuwa kutokana na hili swala. Na wakati tukitafakari hayo sasa, na kupeleka kwa sports lady Phyllis Mote, michezo ipo tayari, twende. Shukran sana Devi, karibu msikilizaji. Na minaanza hivi. Daniel Malen alifunga mara 2 huku Aston Villa ikikaribia kufuzu 1-1 kwa hatua ya mtoano ya Europa League baada ya ushindi mnono dhidi ya Young Boys. Magoli ya mshambuliaji huyo Mholanzi yalipatikana yote kipindi cha kwanza ambacho kilikuwa na vurugu kutoka kwa mashabiki upande wa wageni, huku Malen akipigwa na kikombe cha plastiki alipokuwa akisherehekea bao lake la dakika 27. Ulikuwa na matukio mengine ya kusikitisha. Baada ya Villa kufunga bao la pili kabla ya mapumziko, ikalazimu mchezo kusimamishwa kwa dakika chache baada ya baadhi ya viti kung'olewa eneo walilokuwa mashabiki hao. Lakini mambo yalitulia kipindi cha pili na Villa ikadhibitisha ushindi wake wa 7 mfululizo wakiwa nyumbani. Na Nottingham Forest walikunguta Malmo kwenye Europa League na kuimarisha nafasi yao kufuzu hatua ya mtoano. Forest wamepata ushindi mara 3 mfululizo kwa mara ya kwanza tangu mwanzoni mwa mwaka, na kuporomoka kwao katika nusu ya pili ya msimu uliopita ndiko kulikowafanya washiriki Europa League badala ya Champions League. Lakini sasa wako point 2 kutoka nafasi ya juu 8 inayotoa tiketi ya 1-1 kwa hatua ya 16 bora, wakiwa wamebaki na mechi 3. Naye kocha wa Liverpool Arne Slot aliye chini ya kile tunakiita pressure amesema mazungumzo yake na wamiliki wa klabu baada ya kipigo kutoka PSV Eindhoven ni mazungumzo yale ambayo amekuwa akiyafanya
tangu alipowasili Anfield na kwamba wataendelea kupambana. Kocha huyo Mholanzi anakabiliwa na shinikizo kubwa huko Anfield baada ya Reds kupata kipigo cha magoli 4 kutoka kwa PSV wakati wa Champions League. Na kwa kifupi tu Devi, wacha nigusie tetesi. Sasa Manchester United wamewasiliana na wawakilishi, inasemekana wa Vinicius Junior ambaye anasemekana hana furaha ya kuendelea kucheza La Liga, na majirani zao Manchester City huenda wakaungana nao iwapo Brazil huyo ataamua kuondoka katika klabu hiyo ya Real. Lakini Manchester City vile vile wameungana na Arsenal kumfuatilia kiungo wa kati ama kumfuatilia Elche mwenye umri wa miaka 20 Mspanyola Rodrigo Mendoza, huku Real Madrid pia wakionyesha nia. Devini, hayo tu bwana. Asante Felix, nafikiri mengi zaidi ni kwenye mtandao wa BBC Swahili pale, ndio? Bila shaka, bila shaka sana. Na unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, kumesambaa video inaonyesha maafisa wa usalama wa Israeli wakipiga risasi na kuwaua Palestina wawili licha ya watu hao kujisalimisha huko Jenin, Palestina. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema na matumaini kwamba mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Washington kati yake na Rais Felix Tshisekedi wa DRC yataleta matokeo yanayoonekana. Na katika gumzo tunaangazia ziara ya kwanza nje ya Vatican kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo na umuhimu wake katika kuleta amani duniani. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika ya Kati, sawa na saa 1 dakika 16 Afrika Mashariki. Mimi ni David Nkya. Msikilizaji, dunia inaadhimisha siku 16 za kukomesha ukatili wa kijinsia ambazo zinatarajiwa kutamatika Disemba 10, 2025. Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana huathiri wanawake ama mwanamke mmoja kati ya watatu. Wakati dunia inaadhimisha miaka 30 ya azimio la Beijing na jukwaa la utekelezaji moja ya makubaliano ya kimataifa yenye maendeleo zaidi kuhusu haki za wanawake, hadi sasa ni kampeni ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ya UNET 2025 ambayo inaangazia moja ya aina ya unyanyasaji zinazokuwa kwa kasi, unyanyasaji wa kidijitali dhidi ya wanawake na wasichana. Kapwani Kavinuki kutoka taasisi ya Mojo Farm inayohusiana na masuala ya usawa wa kijinsia anaelezea ni kwa namna gani mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia ni muhimu kwa sasa. Hii kitu ya ukatili wa kijinsia inaongelewa kila mwaka kwa sababu unaona kesi zinaongezeka, lakini pia tunaona kuna wengine wanaelewa na wanahamasisha nyumbani zao kwao na pia kwenye community kuhusu ukatili wa kijinsia. Naweza nikatoa mfano niseme, mara nyingi watu wanaona kwamba ukatili ni hapo kama mtu amepigwa, kama imefika sehemu unakuta labda mume na mke, unakuta mume amemua mke, na hawaelewi kwamba ukatili wa kijinsia inaweza ikaanza hata kabla ya hivyo. Mimi mwenyewe ishawahi kunitokea, unakuta nilikuwa kwenye mahusiano, na kwenye mahusiano nilianza kuona kwanza emotionally, mentally nikaanza kujisikia kwamba mambo yako sawa. Mwisho wa siku ikaendelea. Hiyo siku nilivyoamua kwamba ngoja niache, ndio nikaanza kugundua kwamba huyu mtu kumbe alikuwa na uwezo pia wa kuanza kuingia kwenye hayo mambo ya physical gender based violence ambao watu wanaijua sasa kwamba anaweza kumpiga mtu, anaweza akafanya hivyo. Lakini je, sheria na taratibu zilizopo zinatekelezwa ipasavyo ili kukabiliana na tatizo hili? Naweza nikasema ndio, kwa sababu kwa mfano ukiona ubakaji wanasema unawekwa jela miaka 30, vitu kama hivyo. Na naweza kusema ni vizuri sana watu wajue kisheria. Kesi nyingi zinatokea mtu haelewi aipeleke wapi, lakini sheria ipo inatoa msaada kwa watu ambao wamepitia ukatili wa kijinsia. Unaweza ukaenda polisi, unaweza ukaenda kwenye zile dawati wanaitwa gender desk, unaweza ukaenda hata kanisani ama kwenye masjid. Kuna sehemu nyingi ambayo sheria imetoa kwamba unaweza ukaenda kupata msaada. Sasa polisi ukianza nayo
Na mara nyingi watu wanaogopa kutoa hiyo, yani kusema kwamba umepitia kitu kama hivyo kwa sababu ya aibu, ama watu wataanza kuonea kusema kwa nini kuona hizo dalili sisi tuliona, na mara nyingi watu hawasemi. So at the end of the day inabidi mtu kwanza ajielewe, kwanza aelewe kwamba ukipitia kitu kama hivi kuna sehemu ambazo unaweza ukakimbilia. Pia kuna swala zima la ukatili wa kijinsia mitandaoni, jambo ambalo katika miaka hivi karibuni limeonekana kushika kasi. Hili mtu anaweza kulishughulikia kwa namna gani? Ni kweli ipo na imeanza huku, ilikuwa haiko sana kama ulivyosema. Imeanza mara nyingi, tena ni elimu. Ujue kwamba wale watu lazima kutakuwa na mtu ambao anafanya hivyo mtandaoni. Kuna systems, inabidi utoe elimu ya teknolojia kwamba system gani ambao unatakiwa ufanye. Unaweza kumreport mtu, unaweza ukablock vitu kama hivyo. Ukiona imezidi unaweza ukaweka account yako private. So inaweza nikasema sio vizuri. Pia na sasa hivi inabidi tuanze kuhamasisha kwamba pia mtandaoni ipo. Kama nilivyosema, watu wanaona tu ni physically, but it's good kwamba umenotice pia kwamba inaingia kwenye mtandaoni pia. So ni elimu ya teknolojia, jinsi ambao wanaweza wakajilinda ikitokea, na vitu wapi ambao wanaweza wakaripoti. Na kampeni ya mwaka huu pia ni ukumbusho kwamba usalama wa kidijitali ni msingi wa usawa wa kijinsia. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameonya kwamba mustakabali wa binadamu upo hatarini katika hotuba yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuchukua uongozi mwezi Mei. Akizungumza nchini Uturuki, Papa amesikitikia kuongezeka kwa kiwango cha migogoro duniani na kuonya dhidi ya vita vya dunia vinavyopiganwa vinavyoendelea kusababisha athari kubwa. Papa Leo alilakiwa na Rais Recep Tayyip Erdogan ambaye amesifu kile alichosema ni mshikamano wa kistaarabu wa kiongozi huyo wa Roma katika swala la Palestina. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, ambapo tunaangazia umuhimu wa ziara hii katika kutatua changamoto za kisiasa, na mchangiaji wetu ni Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa na Mashariki ya Kati, anayeanza kwa kuelezea kwa nini Papa Leo ameamua ziara yake ya kwanza kwa Uturuki, ile hali ni nchi yenye idadi ndogo zaidi ya Wakristo. Ni kweli kabisa, Uturuki ukiangalia kwa idadi ya Wakristo ni ndogo ukilinganisha na Waislamu, lakini ni nchi ambayo inabeba historia kubwa sana ya Ukristo duniani, kwa sababu hata Papa mwenyewe anakwenda kuadhimisha miaka 1700 ya baraza la kanisa la awali liliotia imani ya Nikene pale Uturuki. Sasa si Papa wa kwanza ambaye anahudhuria hapo, kwa sababu kumekuwa na namba ya mapapa wengi ambao wamewahi kuhudhuria. Huyu anakuwa ni Papa wa 5 nadhani, lakini Papa ambaye amewahi pia kwenda pale ni Papa Paulo wa 6 mwaka 67, lakini John Paulo wa pili alienda mwaka 79, hata Benedikti alikwenda mwaka 2006, lakini Papa Francis pia mwaka 2014 alikwenda. Kwa hiyo unaona kuwa kuna umuhimu mkubwa wa ziara hii. Lakini si hilo tu, ukimsikiliza Papa mwenyewe katika mwanzo wa safari yake wakati anatoka kule Vatican, alichokizungumza kuwa alisema ujumbe wake ni wa siasa ya amani. Manake ni kile alichokiongea ndani ya Uturuki baada ya kukutana na Erdogan, kuwa Uturuki imebaki kuwa kama nchi ya mfano kwa kusimamia usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Kama unakumbuka kuwa Uturuki imeshikilia mgogoro wa Israel na Palestina, lakini mgogoro wa Syria pia Uturuki walikuwa wameushika muda mrefu, lakini hata wakati wa kadhia ya Afghanistan Uturuki ilisimama na hilo, lakini mgogoro wa Urusi na Ukraine pia umekuwa ukizungumzwa Uturuki. Sasa Rahbi, katika kauli zake za awali, Baba Mtakatifu amelalamikia migogoro na vita vinavyoendelea pande mbalimbali za dunia na kutahadharisha binadamu wasikubali kupoteza kabisa utu wake. Ni kumaanisha kwamba uongozi wa Vatican unafuatilia mizozo hii, lakini juhudi zao za kushawishi watu wasidhulumiane na kupigana hazisikilizwi ipasavyo. Bila shaka mabadiliko ya ulimwengu yamekumba nyanja zote. Tumeona tu si Vatican pekee yake, lakini tumeona mashirikisho makubwa ambayo tumekuwa yakifanya hatima ya migogoro mingi duniani, ikiwemo Umoja wa Mataifa, mashirika mbalimbali, kama sauti zao hazipandi tena kwenda juu. Ukimwondoa Papa Leo, angalia Papa Francis, kabla alikuwa akizungumza karibu kila siku. Alikuwa akizungumza kuhusu amani na alikuwa akikemea mambo mengi. Sambamba na Leo, kwenye hotuba yake ya kwanza kabisa alizungumza hili swala la amani, lakini amekariri mara kadhaa kurudia. Amekuwa akipaza sauti zake kuelekeza katika nchi moja kwa moja, kuzitaja kwa majina nchi fulani na watu fulani moja kwa moja, lakini imeonekana kama vile sauti haziendi mbali sana, kama kuna kitu kikubwa kimekuja kufunika hata sauti za watu ambao walikuwa na sauti kubwa. Hapo zamani sauti zilikuwa zikiongea, zinakwenda mbali zaidi. Kwa hiyo ukiangalia kanisa Katoliki limekuwa likinadi hiki kitu na limekuwa
halinyamazi, limekuwa likizungumza mara nyingi. Ufuatilia rekodi tu za nyuma utaona kuwa limekuwa na misuguano na baadhi ya nchi ambazo limekuwa likinyoshea kidole kwa yale yanayoendelea duniani, na hata baadhi ya nchi zilijaribu kususa hata kwenda kwenye mazishi ya papa aliyefariki. Wengi wanaweza kujiuliza ni upi ushawishi wa Uturuki katika kupatikana kwa amani katika eneo ambalo linaizunguka nchi hii, nikimaanisha kwamba Uturuki yenyewe inapakana na nchi kadhaa za Mashariki ya Kati na vile vile za bara la Asia. Kweli kabisa, unavyosema Uturuki ni mpaka wa Ulaya na Mashariki ya Kati, lakini na eneo kubwa la Asia. Ukiangalia na Uturuki pia baadhi ya mikoa kama mitatu minne bado pia yenyewe iko upande wa Ulaya. Hata Istanbul yenyewe imegawika, upande uko Ulaya, upande uko Asia. Hiyo unaweza kusema hivyo, lakini Uturuki inabaki kuwa ni nyumbani kwa mamilioni ya wakimbizi ambao walikimbia kwenye nchi nyingi za Mashariki ya Kati ambazo zilivurugika baada ya kukosa usalama. Lakini Uturuki bado imebaki kusimama kuzungumza kuhusu kile kinachoendelea Syria. Unafahamu Syria ilivurugika kwa muda wa miaka mingi, lakini Uturuki mkono wake umesimama kwa nafasi yake kubwa sana kuhakikisha utulivu, na hata hiki kinachoendelea ndani ya Syria, kuondoa vikwazo, kuanza kurejesha baadhi ya wakimbizi, kuanza kurudi. Uturuki imesimama kwa nafasi yake, lakini si mbali. Iraq ilikuwa hapo pembeni, Uturuki ilisimama kwa nafasi yake kuhakikisha kile kinachoendelea huko Iraq. Rabi, baada ya ziara hii ya Uturuki atafika pia Lebanon ambapo mashambulizi ya Israel bado yanafanyika huko. Sasa ziara hiyo itasaidia vipi katika kuhimiza amani huko Lebanon na kwingineko Mashariki ya Kati kama vile Gaza, ambapo Wakristo na Waislamu wamekabiliwa na vita visivyo na dalili ya kumalizika, naweza kusema hivyo? Kweli kabisa. Ziara yake Jumapili itamfikisha kule Beirut, ambako atahudhuria pia ibada maalum ambayo itawaombea watu waliolipuka kwenye mlipuko ule wa mwaka 2020 pale Beirut. Watu zaidi ya 220 waliuawa kwenye ule mlipuko. Si hilo tu, kuwa nchi ya Lebanon inabaki kuwa ndio nchi ya Kiarabu yenye idadi kubwa zaidi ya Wakristo ukilinganisha na nchi nyingine, na hata nafasi ya madaraka ya Lebanoni imegawiwa katika nafasi tatu. Wakristo wa Maronite ambao ndio wengi, ambao pia na wao wanafika karibu 32%, wao wanamshikilia rais wa nchi hiyo. Kama unavyoona, rais wa Lebanoni ni Mkristo, lakini Sunni wanashikilia waziri mkuu, lakini Shia wanamshikilia spika wa bunge. Kwa hiyo hii ni nchi ya Kiarabu ambayo ina mchanganyiko wa dini kwa kiwango kikubwa sana, lakini imeepuka mizozo ya kidini hivi karibuni, ukiondoa miaka ile ya 70 walipokuwa kuna mizozo mikubwa ya kidini, lakini kwa miaka mingi wameepuka mizozo mikubwa ya kidini. Sasa Papa kufika hapa ni ujumbe mkubwa ambao unawakilisha sauti kubwa sana, licha ya kuwa wakati wa ziara yake kwa bado siku 3-4 tumeona mashambulizi ya Israeli yakiongezeka zaidi hata katika jiji la Beirut, na ikawa inaleta mashaka kuhusu ziara yake kuwa anaweza kaenda au asiende. Sasa bado imebaki kuwa atahudhuria, na wanasema usalama uko thabiti kwa sababu anayefanya ni Israel na anafahamu nini anakifanya. Kauli ya Papa ya kutaka dunia iwe ya amani na watu waweze kuishi kwa kustahimiliana bila kujali dini na itikadi mbalimbali. Hili linawezekana vipi, Rabi? Linawezekana kwa sababu limeishatoa majibu sehemu nyingi duniani kwa hilo. Unajua, watu wakizungumza hayo yanatokea. Mfano nimetoa kwa nchi kama ya Lebanoni ambayo iliingia kwenye mzozo mbaya kabisa mwisho wa miaka 60 kwenda mpaka miaka ya 70. Vita ilikuwa kubwa ambayo vita yao ilihusu imani, na baadhi ya nchi ambazo zilisupport ile vurugu, kila nchi ilisupport kwa imani inayoisupport yenyewe. Sasa hilo waliweza kulitatua ndani ya Lebanoni mpaka ikapata utulivu na kuishi katika nafasi zile zile za kuheshimiana, kuwa wakaamua kugawa madaraka kwa kila nafasi au kwa kila sauti ya imani iweze kufika, kwa sababu kumekuwa na mzozo ambao mfano kwa nchi ya Syria jamii ya wachache imekuwa ikilalamika kuhisi kuwa huenda kakandamizwa na jamii ya wengi, hasa ukichukulia kama Wakristo wachache, wa Ismailia wachache, lakini Alawiti dhehebu dogo ambalo wanahisi ni wachache wanahisi kukandamizwa. Sasa ujumbe ule wa Papa unazunguka kwa sauti ya wote kuwa kiasili hizi imani zimekuwepo eneo hili kwa miaka na miaka. Kama waliweza kuishi na hizi imani kwa miaka na miaka, kwa nini awamu hii au ulimwengu wa sasa ushindwe kustahimiliana na kuvumiliana na watu kuweza kuishi licha ya tofauti za imani zao kama walivyokuwa hapo awali? Namni Ibrahim Rabi huyo, ni kukaribisha kwenye kurasa yetu wa BBC hapa. Putin azidisha matako yake kabla ya mazungumzo ya Ukraine na Marekani, ni miongoni mwa habari ambazo zipo hapo. Pita pale uweze kusoma vile vile tetesi za soka ambapo Manchester United na City zinamvutia macho Vinicius Jr. Amka na BBC kwa Ijumaa ya leo haina la ziada. Mhariri amekuwa ni Halima Nyanza, michezoni msikia Phyllis Mote, fundi mitambo pale ni Sam Batenz. Mimi ni Nke David Nke. Jioni ni Dira Dunia Radio saa 12:30 Afrika Mashariki, vile vile saa 3 usiku Afrika ya Mashariki ni Dira Dunia TV. Kwa heri, siku njema.